Karibu Desi Tanzania na karibu katika program zetu za usimbaji katika kompyuta. Leo tunakwenda kuangazia mafunzo ya usimbaji katika kompyuta kwa njia rahisi kabisa kwa kutumia program ya CubeBlocks. Heshima kwa Mwanza EV na Rabdu ya Ujerumani na Mwanza Association ya Wurzburg Ujerumani kwa msaada wa laptops na masuala mengine ya chumba cha kujifunzia kompyuta na vifaa vyote, meza na bench kwa ajili ya shule ya msingi Butimba na duniani kote wanakofanya misaada ya kiutu na hapa Tanzania na Mwanza kwa ujumla kwa kazi kubwa ambayo wamekwenda kuitekeleza na wadau mbalimbali wa Butimba Primary School Alumni Network kwa misaada mbalimbali ambayo wamekuwa wakitufadhili. Sasa twende moja kwa moja kwenye somo letu. Hapa nitafungua kompyuta yetu ambayo hii nayo ni msaada wa Rabdu. Kama unavyoona hapa nikifungua kwa hapo, hizi ni programu ambazo hizi laptops za Rabdu zinakuja wakiwa wameshatuwekea. Kwa hiyo nitakwenda moja kwa moja kwenye program hii ya CubeBlocks ambayo inahusika na masuala ya usimbaji katika kompyuta. Nimeshabonyeza tayari. Itakuja sehemu mbili, sehemu ya michezo na michoro na uwanja wa robot. Sasa mimi nitakwenda moja kwa moja kwenye michezo na michoro. Katika masomo yaliyopita nilielezea sehemu hizi za misimbo, yani blocks na vitu vingine zaidi, lakini sasa leo nitakwenda kwenye kipengele hiki cha mafunzo. Kipengele hiki ni muhimu kwa sababu unaweza ukajifunza wewe mwenyewe bila mwalimu kwa njia rahisi sana. Kwa mfano hapa nitachagua hapa eneo hili lililoandikwa unda kibonzo. Unavyoweza kuona kuna picha mbili za huyu mtoto akiwa anacheza mpira. Nikibonyeza hapo picha itakuja hapa, itanielekeza ni jinsi gani ninaweza nikaunda kibonzo cha kihusika. Kwanza nitamtoa huyu sprite, yani kati ambaye alikuwepo hapo, ili niweze kuunda kibonzo kama inavyonionyesha. Kwa hiyo hapa kuna hiki kibonzo, huyu ni parrot, huyu ndege. Kwa hiyo nitakuja kuongeza kihusika changu cha huyo parrot. Hapa kuna sehemu kila kitu, wanyama, watu. Kwa njia rahisi nitabonyeza parrot, yule ndege yupo sehemu ya wanyama. Kwa nitabonyeza hapo kwa njia rahisi. Hapa ninaweza kumtafuta kwa kusearch hivi, nitamwona huyu hapa parrot. Lakini kwa njia rahisi pia ningeweza kubonyeza hapa tafuta na nikaandika kwenye kompyuta yangu parrot. Unaweza kuona parrot amebakia peke yake kwa sababu kwa njia rahisi hii ya kumtafuta. Kwa hiyo nitamweka hapa na mimi. Lakini pia haya mandhari ya nyuma, yani background, sio kama hii ambayo inaonekana hapa kwenye ukurasa wangu wa kompyuta. Kwa hiyo nitataka nibadilishe ili afanane na hiyo. Nakuja hapa kwenye hii blue sky, nachagua muonekano wangu. Kwa hiyo muonekano utakuwa namna hiyo. Kitu kinachofuata nitaangalia hapa ananishauri nini hapa kwenye kuunda. Nitapangilia block zangu kama hivi alivyoziweka. Kwa mfano nitachukua hiyo, wakati bendera inapobonyeza na mimi nitaiweka, afu inafuatia hapo rudia mara 10 ipo kwenye kidhibiti. Nitaichukua hii hapa, rudia mara 10. Nitaweka hapa kwenye mtindo, ipo kwenye muonekano. Hata rangi vinafanana. Amesema rudia mtindo ufuatao. Nitaweka hii hapa, rudia mtindo ufuatao.
halafu subiri sekunde hiyo. Nitaweka hapa kwenye kidhibiti na dhibiti iwe inasubiri kwa sekunde 0.3. Mimi nataka niweke tu hiyo asubiri kwa sekunde moja, sio 0.3. Baada ya hapo nitabofya kwenye bendera hapa juu au hapa kwenye block yenye bendera. Labda nibonyeze hapa, inanionyesha hapo anza. Unaweza kuona huyu parrot anaruka kwa hapa, atafanya mjongeo wa kuruka mara 10. Sasa naweza nikaitoa hiyo mara 10 ili aoneshe kuendelea uendelevu milele. Nibadilishe niweke hii milele, alafu niweke hizi hali alizoziweka za udhibiti kama kawaida, alafu nibonyeze pia hiyo. Unaweza hapo ataendelea milele mpaka mimi mwenyewe nitakapokuwa nimezima. Kwa nitaamua kuzima hapa kwenye hii alama nyekundu, nitakuwa nimezima. Hiyo ni ya kwanza. Nitatoa na nitoe hiki kihusika cha parrot, nasema yes, natoa. Niangalie kwenye mafunzo pia, labda nijaribu kuangalia ni mafunzo gani. Mchezo, nichukue hii mchezo wa Pong. Huu mchezo wa Pong ukoje? Niangalie hapa. Kwa hiyo anataka nifanye ongeza mandhari ya nyuma. Kwanza niongeze mandhari ya nyuma, yataonekana namna ile. Mandhari ya nyuma nitafute kama alivyoyaweka yeye, ni neon tunnel hiyo hapa. Halafu ball hapa, ongeza kihusika cha mpira. Kwa nitatafuta hapa kihusika cha mpira ball, hiki hapa nimeweka. Halafu unaweza pale ukatumia, halafu amesema kwa hiyo amepangilia kama hizi hapa, iwe ruka, manake iruke. Kwa nitakuja hapa kwenye matukio, nitachukua hii bloko yenye bendera, elekeza kwenye mwelekeo nyuzi 90. Nitakuja hapa, itakuwa imesema elekeza mwelekeo hii hapa. Hapa kuna 90, mimi nitabadilisha niweke 45 kama alivyoweka yeye. Halafu milele, kwa hiyo nitaweka kidhibiti cha milele namna hii. Baada ya hapo songa hatua 15. Songa iko kwenye mwendo, songa hatua 15. Hapa iko 10, kwa hiyo nitabadilisha, nitafuta hiyo 0 niweke 5 iwe 15. Ikiwa kwenye ukingo hapo amesema ikiwa kwenye ukingo wa jukwaa rejesha. Kwa hiyo nitatafuta hiyo iliyoandikwa ikiwa kwenye ukingo wa jukwaa rejesha, hii hapa. Baada ya hapo manake unakuja amekuelekeza. Baada ya hapa utabonyeza hapa kwenye bendera ya kijani kwa ajili ya kuanza. Kwa unaweza kuona inavyofanya. Nina uwezo wa kuongeza ili ionekane vizuri hapo namna hiyo. Mpira wetu unakuwa unarukaruka namna hiyo. Kwenye kuzima utakuja hapa, naweza nikazima hivyo, imeandikwa komesha. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Tafadhali toa maoni yako, jiunge nasi. Kama unaweza kutufikia kwa ajili ya kujifunza zaidi, karibu sana Butimba Primary School, Mwanza, Tanzania. Tutatoa ushirikiano kwa uaminifu zaidi na kuweza kukufundisha. Asante sana. Tunapenda kujitolea ili Tanzania yetu iweze kusonga mbele kidijitali. Asante sana. Share, subscribe, wajulishe na wengine. Tanzania
inaweza kusonga mbele. Vijana wapo, turithishe ujuzi kwa watoto wetu. Asante sana.